اقرأ. يهود المدينة. يقول يهود المدينة ما يهودي ومدينة هذا يفهم فيما هايا وكما ابتلى الله المسلمين في مكة كما vile ambavyo aliwajaribu Allah waislamu huko Makka kama vile ambavyo Allah aliwajaribu waislamu huko Makka bimushriki Quraish wa washirikina wa Quraish aliwapa mtihani kwa kuwa wanaishi na washirikina wa Quraish na wakawa wanawaudhi hawa washirikina wa Quraish wanawaudhi waislamu kama vile ambavyo Allah aliwapa mtihani hawa waislamu kwa hawa washirikina wa Quraish ebitalahum fil madinati biyahudiha aliwajaribu Allah waislamu kwa mayahudi wake Allah aliwapa mtihani akawajaribu wao kwa mayahudi waliokuwepo pale Madina anasema wa hum banu Qainuqa nao hao mayahudi ni familia ya Qainuqa hawa kizazi chao kinakwenda mpaka kinatokezea kwa Nabiiullah Yusuf alayhi salatu wassalam Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim Khalil الرحمن عليهم الصلاه والسلام kwa kizazi chao hawa kinakwenda mpaka kupitia mpaka kinafika kwa Yusuf وبنو وقريظة na Quraidha ambao kizazi chao kinakwenda kwa Quraidha mpaka kwa Quraidha ibn Nammam mpaka kinatoka kwa Harun Nabiiullah Harun ibn Imran kadhalika anasema wan Nadhir na Bani Nadhir kizazi hiki cha Bani Nadhir na wote hawa ni katika mayahudi waki Madina yahudu waliokuwa katika nchi ya Kiarabu waliishi katika nchi za Kiarabu kwa miaka mingi na wakawa wanazungumza Kiarabu baada ya kusoma kwenye vitabu vyao wakakuta kwamba mtume wa mwisho atakuja kutokea maeneo haya maeneo yenye mitende mingi maeneo haya kwa hiyo vizazi vingi vikahamia kutoka katika miji yao ya asili wakaja katika ile ardhi dhatun nakhla ardhi yenye mitende kuna ambao waliofanya ukazi katika sehemu ya Khaybar wakakaa pale na wengine wakateremka mpaka Madina wakisubiri mtume wa mwisho aje kwa hiyo ndio sababu ya kufika Madina wakakaa muda mrefu pale na wakawa wanajishughulisha na kilimo wanalima mitende na mingineyo kisana alikuwa kilima tende katika ardhi ya Madina wakingojea aletwe mtume wa mwisho wakidhania kwamba mtume huyo wa mwisho atazalikana kutokana na wao wakidhania kwamba mtume huyo wa mwisho atakayeletwa anatoka kwenye ardhi hizi lakini atazalikana na sisi wakaishi pale vizazi baada ya vizazi mpaka alipokuja mtume sallallahu alaihi wasallam fa innahum adhaharu al'adawata walbaghdha hakika wao walidhihirisha uadui na chuki hasadan min indi anfusihim kwa sababu ya uhasidi kwa ajili ya uhasidi utokanao kwenye nafsi zao min ba'di ma tabayyana lahum annahu alhaq baada ya kuwabainikia wao kwamba yeye mtume sallallahu alaihi wasallam ni wa haki wakanu min qablu na walikuwa mayahudi kabla ya hapo wakanu min qablu na walikuwa wakanu qabla majii rasuli sallallahu alaihi wasallam na walikuwa mayahudi kabla ya kuja mtume sallallahu alaihi wasallam yastaftihuna ala almushrikina min al'arab wanataka nusra yastaftihuna
wanataka nusra, wanaomba nusra ala almushrikina, dhidi ya washirikina min alarabi, katika waarabu. Idha shabbat alharbu baina alfariqaini, vitakapokuwa vimeshikamana vita, vimeshika vita, vimewaka moto vita baina ya vikundi viwili. Walikuwa wanapokuwa wanapigana na Waarabu, vita vikawa vikali, wao walikuwa wanaomba waletewe nusra, wanamuomba Allah waletee nusra dhidi ya hawa Waarabu. Binabii yub'ath, kwa mtume atakayeletwa. Qad qaruba zamanuhu, zimekurubia zama zake. Qad qaruba zamanuhu, zimekurubia zama zake. Wao walikuwa wanaomba nusra, basi ya Rabbi tuletee huyo mtume, ule tuahidi kwamba atakuja tuwapige hawa. Ndio maana yastaftihuna, wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma jaahum ma arafu kafaru bi. Walikuwa wanaomba nusra dhidi ya wale waliokufuru. Allah atuletee nusra kwa kuja mtume wa mwisho, alladhi qad qaruba zamanu. Yastaftihuna falamma jaahum ma arafu bih falamma jaahum ma arafu kafaru bih, alipokilipowajia wao kile walichokuwa wao wanakijua kabisa, wanakikiri, wakikufuru. Alipowajia mtume wao wakamkanusha. Falamma jaahum ma arafu, wakati alipowajia wao au kilipowajia wao kile wanachokijua. Ista'dhama ru'asauhum, waliliona kubwa hilo wale viongozi wao. An takuna an-nubuwatu fi waladi Ismaila, kupatikana utume kutoka kwa watoto wa Ismail. Vipi mtume atakuja kwa mtoto wa Ismail, kizazi cha Ismail? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni katika dhurriya ya Ismail. Al-Yahud au banu Israil ni min dhurriyyat Ishaq, Ismail bin Ibrahim wa Ishaq bin Ibrahim. Sasa wao wamezoea taawadu kuwa mtume atokana na kizazi cha Ishaq na sio kizazi cha Ismail. Na hakuna nabii yoyote kutokana na kizazi cha Ismail illa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wao wakaliona kubwa hilo. Fakafaru bima anzala Allah baghyan, wakayakufuru yale aliyoteremsha Allah kwa dhulma. Baghyan, kwa dhulma. Maa annahum yarawna anna rasul Allah sallallahu alayhi wasallam, Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, lam yati illa musaddiqan lima bayna yadayhi min kutubillah. Pamoja na kwamba wao wanaona kwamba mtume wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam lam yati, hakuja, illa musaddiqa lima bayna yadayhi, isipokuwa ni mwenye kuyasadikisha, mwenye kusadikisha vile vilivyotangulia mbele yake. Min kutubillah, na vile vitabu vya Allah. Allati anzalaha, ambavyo Allah ameviteremsha. Ala man sabaqahu min almursalin, amewateremshia wale waliomtangulia yeye katika mitume. Mubayyinan ma afsadahu at-ta'wil minha, hali yakuni mwenye kuyabainisha kile kilicho ambacho kimeharibiwa na ta'wil, na tafsiri potofu katika hayo, kwa sababu mwenye ta'wil katika kutubu hizi wakaharibu. Yuharifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ihi, walikuwa ndo tabia yao hiyo, tahrif al-kutub, kubadilisha na kupotosha vitabu na kuyaondosha maandiko katika mahala pake kwa tafsiri na ta'wili mbaya. Wanapotosha, ndio kazi yao. Na maandiko mengine wanayafuta, wanafuta kabisa, hawataki kuyafanyia kazi, na wanayaingiza mengine. Wanaandika maneno na wanasema hadha min indillah, wama huwa min indillah. Wanasema haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wameandika wao kwa mikono yao. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kwa hiyo walifanya namna hiyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja akayawafichua hayo kwamba mmefanya hivi, mmeharibu hili. Walakinnahum nabadhuhu waraa dhuhurihim,
lakini wao wakayatupa hayo nyuma ya migongo yao, kaannahum la ya'lamun, kana kwamba wao hawajui kitu. Wa mimma aabuhu ala alislam, na miongoni mwa yale ambayo wameyakosoa katika Uislamu, yani wameyatia illa katika Uislamu, wakayatia kasoro, wakayakosoa katika Uislamu. Wa mimma aabuhu ala alislami nasxu alahkami, na katika yale ambayo wameyatia aibu, wameyakosoa katika Uislamu ni kufutwa hukumu, kwa sababu ndani ya Qur'ani mara nyingine Allah subhanahu wa ta'ala huzifuta hukumu. Kinachofutwa si mambo ya aqaid, mambo ya itikadi hayafutiki kwa vile vile. Kinachofutwa si habari, si al-akhbar, habari hazingiliwi na nasakh, lakini kinachofutwa ni baadhi ya ahkam. Ma nansakh min ayatin au nunsiha binati bi khairin minha au mithliha, tunaleta aya iliyokuwa nzuri zaidi kuliko hiyo au mfano wake. Yakafutwa mambo fulani, ahkamu fulani hizi za kuanzia, alafu anazifuta leta nyingine Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wakati ya kasoro hapo wakasema sasa mambo gani leo tuambiwa hivi, kesho yafutwa. Wama darau, lakini hawakujua hao anna alqadir alalim, kwamba yule mwenye uwezo aliyemjuzi, ya'lamu ma yahtajuhu alinsanu, anayajua yale anayohitajia mtu, akthara minhum, zaidi kuliko wanavyojua wao. Fa innahu, kwa hakika yeye mwanadamu, dhamiri ndio kwa mwanadamu, ma yahtajuhu alinsan, fa innahu, hakika yeye mwanadamu, mayalun bi tab'ihi litaraqi, hakika yeye mwanadamu ni mwingi wa kupondoka katika kwa tabia yake katika kupanda juu. Yeye anataka kupanda kwenda juu zaidi na si kurudi chini. والرسول عليه الصلاة والسلام وجد بدء بين جماعة من العرب أميين، ناكيك نمتومي والله صلى الله عليه وسلم alikutwa mwanzo wujida badء alikutwa mwanzo, yani fi bad'i mwanzo wa jambo, alikutwa akiwa iko baina ya kundi ya jamaa katika Waarabu ummiyin, umma ambao ni ummiyin, usiyojua kusoma kilichoandikwa. Mu'dhamu al-arab kanu hakadha ummiyun, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Ummiyun, ummatun ummiyatun, hawajui kusoma, na wengi wao na asili yao wao, qulubuhum anajiluhum, nyoyo zao ndio vitabu vyao, kila kitu wanakihifadhi kwa moyo. Wanahifadhi nasabu zao kwa nyoyo, wanahifadhi asanidi zao kwa nyoyo, wanahifadhi mashairi yao kwa nyoyo, ayyamul arab wa tarikhuhum, matukio yanayotokea katika wakati wa Arabu, matukio ya vita mbalimbali na masoko na magulio, matukio yote wanahifadhi kwa nyoyo. Fulani mwaka fulani miaka 200 iliyopita alikuwa fulani hivi na hivi, habari zote wanazihifadhi kwa nyoyo zao. Ndivyo walivyokuwa wengi katika Waarabu, ila anataka kujua labda awe amekwenda kwenye miji ya wasiokuwa Waarabu, kwa Mayahudi na Manasara, akajifunza kitu katika hilo, atajua kuandika wachache. Kwa hiyo walikuwa ni umma ummiyin, laisu ala shay'in min al-i'tiqadat al-ilahiyya, hawakuwa juu ya kitu chochote katika itikadi za ilahiyya zinazomhusu Allah subhanahu wa ta'ala, itikadi za uungu. Fakanat al-hikmatu da'iyatan li an yakuna at-tashri'u lahum ala at-tadrij, ikawa hikma ni yenye kupelekea kuwa kuwekwa sheria kwa wao ni kwa polepole. Li an yakuna at-tashri'u, kuwa kule kuwekwa sheria lahum kwao ala at-tadrij ni kwa polepole, ikawa sheria yawekwa polepole, kuja hili linakuja hili linatajwa hili hivyo hivyo. Liannahu law harrama Allahu alayhim shurba al-khamri, kwa sababu mambo yalivyo, lau angeliwaharamishia wao Allah kunywa pombe, wa akla riba, na kula riba, wa amarahum bis-salati waz-zakah, na angewaamrisha wao kuswali na kutoa zaka,
hakadha ila akhir al-awamir wal manahi, kana kama hivi mpaka mwisho wa amri na makatazo, allati jaa biha ash-shar'u al-islami, ambazo imekuja nazo sheria ya Kiislamu. Lamma ajabahu ahadun min haula'i an-nafirati qulubuhum, asingeliamini asingemuitikia yeye yoyote katika hawa ambao ni zenye kuchukiana nyoyo zao, al-mukhtalifati ahwa'uhum, yenye kupishana matamanio yao, alladhina kanu min ghamisin fi kathir min al-adhalil, ambao walikuwa ni wenye kuzama katika upotevu mwingi. Falyu'adhdhin al-mu'adhdhin. Naam. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر شيئا فشيئا, akawajia wao mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na amri kidogo kidogo, shويه shويه, tunasema shay'an fa shay, hatta ruwidat uquluhum, mpaka zikazoeshwa akili zao, wa hudhibat nufusuhum, na zikatakaswa nafsi zao. وكانت الأحكام لا ينزلها الله عليه إلا عقب الحوادث, نزكوا حكم لا ينزلها الله عليه, haziteremshi Allah juu yake mtume sallallahu alaihi wasallam, illa aqiba alhawadith, isipokuwa baada ya matukio, allati taktadhiha, ambazo hukumu hizo zinahukumilia hayo matukio. Liyakuna at-ta'thiru fi an-nufusi ashad, ili ipate kuwa taathira katika nafsi ni kubwa zaidi. Laja tukio alafu inakuja hukumu. Walakin al-yahuda aradu ghalla yadi al-qudra an taf'ala illa ma yashtahun, lakin mayahudi walitaka kuuzuia mkono wa qudra kufanya isipokuwa kile wanachokitamani, kwamba Allah afanye vile wanavyotamani wao. Waqad hajjahum alquran alsharif, na hakika iliwahoji wao Qur'ani tukufu, bima yadullu ala annahum, kinachofahamisha kwamba wao mayahudi ya'lamuna min nufusihim albu'da 'anil haqq, wanajua kutoka kwenye nafsi zao kuwa wao wako mbali na haki. Faqala ta'ala qul إن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أنا سيما ثم ختم جل ذكره عدم إجابتهم بقوله ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. أنا سيما الله سبحانه وتعالى من سيما قول سيما محمد إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة, ikiwa ni yenu nyinyi ile nyumba ya akhira iliyoko mbele za Allah, kwamba ni yenu nyinyi tu, khalisatan tu, kwa maana nyumba hii ni yenu nyinyi peke yenu ndio mtakaoingia katika nyumba hii ya akhira, yani aljanna min duni nnas, kinyume na watu wengine. Fatamannau almaut, basi yatamanini mauti, in kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wenye kusema ukweli. Yani wanasema la yadkhul aljannata illa man kana hudan au nasara, peponi hata ingia ila aliyekuwa myahudi au mkristo. Kwa maana mayahudi wasema wataingia wao tu, na wakristo wanasema tutaingia sisi tu, ndio tutakaopata ufalme wa mbinguni wao. Sasa kama ikiwa ndio hivyo, hatamanini kufa. Semeni tunataka kufa, ni waue sasa hivi, tamanini kufa. Fatamannau almaut in kuntum sadiqin. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akahitimisha jalla dhikruhu kwamba hilo hawataliitikia, adamu ijabatihim, kutokuitikia kwao. Akasema hilo biqauli, kwa kauli yake, wala yatamannauhu abada, katu hawatayatamani hayo mauti milele, hawataweza kutamani kifo. Bima qaddamat aydihim,
kwa sababu ya yale ambayo yametangulizwa na mikono yao. Wanajua wenyewe wamefanya nini. Wallahu alimun bidh-dhalimin, na Allah ni mjuzi mno kwa madhalim. Falau kanu ya'lamuna min anfusihim annahum 'ala al-haqq, laiti wangelijua, laiti wangelikuwa wanajua kwamba kutoka kwenye nafsi zao kwamba wao wako juu ya haki, lamma taakharu amma tuliba minhum, wasingelichelewa. Lamma taakharu, wasingechelewa amma tuliba minhum, kuwasha kile walichotakiwa kutoka kwao, ma'a suhulatihi, pamoja na wepesi wake. Watamani tu, ni kutamani tu, hujaambiwa jiue, tamani kifo. Wa hirsihim ala takdhibi as-sadiq al-amin, pamoja na wepesi wake na ile pupa yao ya kumkadhibisha mtume aliyemkweli muaminifu. Wangemkadhibisha tu kwamba haya sasa sisi tushatamani mauti, wakamkadhibisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Walam yunqal lana an ahadin minhum, na haijanakiliwa kwetu sisi kutoka kwa yoyote miongoni mwao, annahu tamanna dhalika walau nutqan bil lisan, kwamba kuna yoyote katika wao aliyetamani hilo ijapokuwa kutamka kwa ulimi. Waqad tabayyana al-huda li ahadi ru'asa'i bani Qaynuqa, na hakika umebainika uongofu kwa mmoja kati ya viongozi wa Bani Qaynuqa, wa huwa Abdullah ibn Salam, naye ni Abdullah ibn Salam. Fataraka hawahu radiyallahu anhu, akaacha hawa yake, matamanio nafsi yake, wa aslama, na akaslimu baada an sami'a al-Qur'an, baada ya kuwa amesikia Qur'an. Wa baada an kana al-yahud, na baada ya kuwa mayahudi yaudunahu min ru'asaihim, walikuwa wakimhesabu ni katika viongozi wao, addauhu min sufahaihim, wakamhesabu kuwa ni katika wapumbavu wao. Hina balaghahum islamuhu, wakati ulipowafikia wao uislamu wake. Fabisa mashtarau bihi anfusahum, si uovu ulioje huo kile ambacho wamekichagulia nafsi zao. Bisa mashtarau bihi anfusahum, si uovu ulioje huo kile ambacho wamekichagulia nafsi zao. Ay yakfuru bima anzala Allah baghyan, kwa kukufuru kile ambacho amekiteremsha Allah kwa sababu ya dhulma. Ayunazila Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadi, kwa sababu ya kuteremsha Allah katika fadhila zake juu ya anayemtaka katika waja wake. Walamma istahkamat fi qulubihim adawatu alislam, wakati ulipohukumu katika nyoyo zao, uliposhikamana vizuri katika nyoyo zao uadui dhidi ya Uislamu, saru yajhaduna anfusahum, wakawa wanazikalifisha nafsi zao. Yajhaduna anfusahum, wanazikalifisha nafsi zao, fi ittifai nure, katika kuizima nuri yake. Wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha alkafirun, na anakataa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kuitimiza nuru yake kwa japo chukia makafiri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tatosha.